Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika siku ya leo karibu tena katika kipindi cha Nifahamishe. Ikiwa leo tunatazama ama tunalifuatilia neno kwamba vita ni vya nini. Karibu sana. Ni mimi mchungaji wako Anthony Rioba kutoka kanisa la Pefa Customs pale Hispania katika kaunti ya Migori, nchi yetu ya Kenya. Tunawakaribisha wote kuweza kujiunga nasi katika kipindi hiki katika redio ya CTR na pamoja katika mtandao wa YouTube pale ambapo mnatutazama. Mungu wa mbinguni awabariki wakati mnajiunga nasi. Kabla tuanze sehemu hii ya leo, basi nitaomba kwamba tuombe alafu tuweze kuanza kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wema wako. Wewe ni Mungu wa ajabu, Mungu ambao umetukuka, Mungu ambao unastahili. Wewe ndio ambaye tunaabudu, wewe ndio ambaye tunatafuta, wewe ndio ambaye tunashuka kwako. Hakuna aliye na ukuu kama wako. Baba, tunasema asante. Mioyo yetu imefurahia kwa sababu tuko ndani yako, na amani ambayo tumepata ni amani ya pekee. Siku ya leo ninakuita Bwana ukaweze kutumia neno lako kufikia watu wako kupitia kwa redio na mitambo, kupitia katika mitambo ya redio ya CTR na kupitia katika YouTube. Mfalme wa amani, guza mioyo yao na guza maisha yao. Naomba ukawarejeshe katika wingu la amani ambalo umeliandaa kwa ajili ya watu wako. Nasema asante maana umesikia hivyo, ni kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji, karibu sana. Nazungumzia leo kuhusu, ni swali ambalo nakuuliza, vita ni vya nini? Hilo ndilo swali ambalo nakuuliza, vita ni vya nini? Mara nyingi wapendwa, nazungumzia sana Wakristo, watu ambao wamemjua Mungu, watu ambao wamemkubali Kristo, watu ambao wanatembea ndani ya Kristo. Hao ndio nazungumzia nao. Nazungumzia wanafamilia, nazungumzia bibi na mwanamke na mume wake, nazungumzia ndugu au madada. Vita vinatoka wapi? Leo ninataka nikupe chanzo cha vita vinatoka wapi. Na ukielewa chanzo cha vita, hautapiganisha ndugu yako. Ukielewa chanzo cha vita, hautapiganisha dada yako. Ukielewa chanzo cha vita, mshirika kwa mshirika mtaishi kwa amani. Mtaelewa chanzo cha vita ni wapi na ni nani, na kwa hivyo mtaheshimiana mkijua nyinyi sio wale ambao wanaleta vita. Kwa hivyo ndio maana nakuuliza, vita ni vya nini? Kwa sababu huyu ambao unaona anakuchukia, huyu unaona kwamba hafai, huyu ambao unaona amekuzungumzia vibaya, yeye sio shida, sio ambaye analeta vita. Kuna chanzo cha vita. Kwa hivyo leo ninataka nizungumzie kuhusu chanzo cha vita, alafu kesho Bwana akitupa neema pia wakati kama huu nitakuwa nazungumzia tutashinda vita kwa namna gani. Lakini kwa leo ninaanza chanzo cha vita ni nini? Maana hiyo sasa ni sehemu ya A ya somo kuu, vita ni vya nini? Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Mara nyingi unakuta watu wanapigana, na yawezekana wanasumbuana, wengine wanatusiana, wengine ukweli ni vita kabisa. Wengine hata unakuta ndugu ameua ndugu, unakuta kaka kamuua ndugu yake, unakuta dada kamchukia dadake kabisa. Unakuta watu ambao wameoa familia moja wakakosana kabisa. Sasa swali, je, chanzo cha hivi vita ni nini? Na nataka turejelee katika maandiko tuone kile ambacho kinaendelea katika neno la Mungu, tuone vita vinatoka wapi. Na ukishajua vita vinatoka wapi, basi nitakusihi uweze kuacha mtazamo wa ulimwengu na kuona kwamba mtu amekudarau. Mara mingi watu wanasema siupige huyo jamaa, amekudarau sana, siuachane na huyu, amekudarau sana. Sikiliza mpendwa, sio vizuri kuangalia watu na kusema watu wanakuchukia, ili hali vita havitokani na watu. Ndio maana nataka tuzungumze vita ni vya nini. Nataka nisome neno la Mungu. Niko na vifungu virefu leo,
Nitasoma tu na naomba unifuatilie tu, sikiliza neno la Bwana, fuatilia kwa umakini, maana nataka niingie ndani. Nitafundisha masomo ya ndani ili uweze kuelewa ni kwa nini haufai kupiganisha ndugu yako ama mtu yoyote hapo ulimwenguni, maana vita si vyake. Nataka nisome Mathayo 2 mstari wa kwanza. Nitasoma yote alafu baadaye nitakuonyesha tunafanya nini. Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulizie sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumuona niletee habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamshujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Biblia inasema mstari wa 13 pale, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri na alimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mwote, tangu wenye miaka 2 na walipopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo ilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Akelao anamiliki huko Uyahudi mahala pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazorayo. Sikiliza mpendwa, hii ni historia ambayo mara nyingi umeisoma na yawezekana unaifahamu vizuri kuhusu Yesu Kristo, ya kwamba wakati Yesu amezaliwa na
akawekwa katika hori la ng'ombe, na maisha sasa yakawa yanaendelea. Biblia inasema kwamba wale mamajuzi wakawa wameonyeshwa, ama ile nyota ikawa imetokea, na baada ile nyota kutokea pale katika mashariki, ikabidi wafuatilie, na nishakueleza katika kipindi kingine kwamba mamajusi hawa si wa Kristo, hawa ni wanajimu, hawa ni waganga. Nishakueleza, sitarudia. Lakini walipofika pale kwa Herode alishtuka sana, maana hawa hawakuwa Wayahudi, kumaanisha walitoka katika nchi ambayo si ya Uyahudi. Wakati unaingia kwa nchi ambayo sio ya kwako, unahitaji vibali, na kwa sababu hiyo walipofika kwa mpaka, yawezekana walisema wanataka kumwona mfalme. Sema kwamba wanataka kuona mfalme aliyezaliwa, watu hawakujua wawapeleke wapi. Kwa hivyo wakajipata katika kasri la mfalme Herode, na walipofika pale wakasema wanataka kuona mtoto aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, na yeye ndio alikuwa mfalme wa Wayahudi. Herode ndio alikuwa mfalme wa Wayahudi. Sasa akashangaa, kwani mfalme mwingine kazaliwa? Na kwa ghadhabu Biblia inasema kwamba akafadhaika, na Yerusalemu yote ikafadhaika kwa sababu ya habari hizo. Sasa kwa sababu hiyo, baada ya kufadhaika kwamba mtoto ambaye ni mfalme amezaliwa, nataka uelewe kwamba hakuna mfalme anataka kutolewa katika ufalme. Sasa aliposikia kwamba kuna mtoto ambaye ni mfalme amezaliwa, akashangaa ya kwamba kuna mfalme mwingine, kwani hata kama mimi natoka, si uzao wangu utakao urithi ufalme wangu? Huyo mtoto kazaliwa wapi na kazaliwa namna gani? Basi ndio maana anatuma mamajusi wale waende watazame huyu mtoto, alafu wamletee habari. Biblia inasema katika mstari wa 13 ya kwamba walipokuwa wameshamtazama mtoto na kutoa zawadi zao, wakaonywa wasirudie ile njia, kwa sababu Herode alitaka kumuua mtoto, alitaka kumuua Yesu. Sikiliza mpendwa, sasa Herode anatafuta mtoto Yesu Kristo amuue. Biblia inasema kwamba kwa ndoto Yusufu akatokewa na malaika, na akaambiwa kwamba achukue mtoto akampeleke mafichoni katika nchi ya Misri, na Biblia inasema kwamba akae pale mpaka atakapoambiwa arudi. So Yusufu anachukua mke wake ambaye ni mama yake Yesu, na Yesu mwenyewe anawabeba, na mtoto ni mchanga, na anaenda mpaka Misri kukaa pale. Kwa nini? Anatafutwa na Herode. Sasa angalia vita ambavyo viko hapa ni kati ya Herode na Yesu Kristo. Maana Herode anatafuta Yesu kumuua. Kwa kawaida, kwa kuangalia, kwa kutazama, ni Herode mfalme anatafuta kumuua Yesu. Lakini sasa nataka nikuonyeshe chanzo cha vita hivi. Hata Herode kumtafuta Yesu, si Herode anayemtafuta, kuna mwingine anayemtafuta, lakini anatumia Herode. Na hiyo ndio siri ambayo tumekosa kuifahamu, na inasababisha ndugu kupigana na ndugu, dada kupigana na dada, watoto kupigana na wazazi. Unakuta wana kijiji wanapigana, na unajiuliza vita imetokea wapi? Vita ni ya nini? Leo ninataka nikueleze mpendwa, ili uweze kufahamu chanzo cha vita, ili uache kuona watu na ukadhani kwamba wao ndio wanaokupiganisha, lakini leo ukagundue ni nani halisi adui wako, ni nani halisi, yani ni nani ambaye anakupiganisha, nani ambaye ni adui yako. Na tunayaona haya katika maandiko. So sasa tumefika wapi? Tumefika pale ambapo Herode anamtafuta Yesu ili amuue, kwa sababu amepewa habari kwamba mfalme wa Wayahudi amezaliwa, na yeye hayuko tayari kwamba mfalme mwingine aweze kuja na kuteka ama na kuchukua nafasi yake ya ufalme, au katika uzao wake watu wakose kuchukua ngazi hiyo ya ufalme, eti mtu mwingine akaichukua. Kwa hivyo Yesu anatafutwa na mtu ambaye hata hajui ni kwa nini amtafute. Unaona? Lakini sasa tuone ni nini hichi. Kabla hata hatujaenda katika maandiko mengine, angalia Yusufu anajiuliza, mtoto amezaliwa, mbona malaika ananiambia kwamba nitoe mtoto nikamfiche, maana anatafutwa kuuawa? Na ukweli mfalme
akatoa watu na wakaenda wakaua watoto waliokuwa wachanga kulingana na kadiri ya muda ambao mamajusi walikuwa wamemwambia. Sasa hebu nikupeleke kitabu cha Ufunuo 12, nikupee sasa siri ya yale yanayotendeka pale katika kitabu cha Mathayo. Siri yake iko katika Ufunuo 12 mstari wa kwanza pale. Ufunuo 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Nanielewa? Mwanamke amevikwa jua, alafu kwa miguu yake kuna mwezi, alafu amevikwa taji ya nyota 12. Biblia inasemaje mstari wa pili? Naye alikuwa na mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Unaona? Sasa huyu mwanamke anayezungumziwa ni nani? Leo utafahamu huyu mwanamke anayezungumziwa ni Mariamu, mamake Yesu. Unaona? Kulikuwa na neema juu yake. Neema, jua, utawala, uongozi ulikuwa juu ya kichwa chake. Alafu miguuni pake kulikuwa na mwezi. Alafu nyota 12 ndio ilikuwa taji yake. Biblia inasema mstari wa 3, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Unaona? Ili azaapo amle mtoto wake, kumaanisha hata kabla Mariamu hajamzaa Yesu, nyoka tayari alikuwepo amejiandaa kumla Kristo. Kwa hivyo hivi vita ambavyo unaviona, hii hasira unayoiona ndani ya Herode ya kumtafuta Yesu Kristo ili amuue, sio hasira ya Herode, ni hasira ya joka jekundu. Maana liko tayari ili huyu mwanamke anayelia na utungu wa kuzaa mtoto, atakapo tu mzaa mtoto, yule nyoka aweze kummeza. Sasa ukiona Yesu anataka kumezwa ama anataka kuuawa na Herode, ni joka anataka kumeza huyu Yesu kupitia kwa mfalme Herode. Kwa hivyo ni nani anayemtafuta Yesu? Sasa elewa, si Herode anayemtafuta Yesu, lakini ni joka jekundu. Lakini watu wakiona, wanajua mfalme anaua watoto, anamtafuta Yesu. Wanajua mfalme ndio shida. Kumbe mfalme sio shida. Shida ni nani? Joka jekundu. Tumefika mstari wa ngapi? Tumefika mstari pale wacha tuendelee kuanzia mstari wa 4. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Vinasema, naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Sasa hiyo ndio inatuonyesha huyu ni Kristo. Kumbe tukishagundua huyu ni Kristo, ndio tunajua kumbe yule mwanamke ni mama ya Yesu. Maana Biblia inasema, naye atazaa mtoto mwanaume. Yesu alikuwa mwanaume. Yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Ni Kristo peke yake ameandikiwa kwa Biblia ya kwamba atachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, na si kwa maandiko hayo peke yake. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Ni nani huyu ambaye amekaa katika kiti cha enzi? Ni Kristo. Kwa hivyo tunafahamu kwamba huyu ni Yesu anayetafutwa. Ama mstari huu wa 5 unatuelekeza kwamba joka linamtafuta mtoto Yesu. Hapo ndio tunapata ufahamu kwamba naye tafutwa na Herode ni Yesu, lakini nani anamtafuta? Ni joka. Kwa nini? Mstari wa 5 unatambua huyu mtoto ni Kristo. Huyu mtoto anayetafutwa na joka ni Yesu, atakaye tawala mataifa kwa fimbo ya chuma, aliyeinuliwa mpaka akakaa katika kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hivyo mama huyu ambaye ako na mimba
na nalia na utungu na ako tayari kujifungua ni nani? Ni Mariamu, mama ya Yesu. Alafu joka liko tayari kumeza yule mtoto. Na Biblia inasema mstari wa 6, yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahala palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Sikiliza mpendwa, sasa mtoto Yesu amezaliwa. Mfalme Herode anamtafuta kumuua, lakini katika kitabu cha Ufunuo sio Herode anayemtafuta kumuua, ni joka jekundu. Kwa hivyo chanzo cha vita ni nani? Je, ni Herode? Si Herode. Chanzo cha vita ni joka jekundu, na joka jekundu kwa maandiko linawakilisha Shetani ambaye ndio adui wetu. Kwa hivyo vita vile ambavyo vinaonekana pale, shida si Herode, shida ni Shetani. Vita ambavyo vinatokea kwa maisha yetu wapendwa, inafaa uelewe, shida sio yule ambaye unafikiri ni adui yako. Shida ni adui Shetani. Yeye ndio ameleta vita, lakini amejificha kwa mtu. Maana mpendwa, nataka unielewe kwamba Shetani hawezi akajitokeza live. Number 1, Shetani amefungwa kuzimuni. Number 2, mapepo ndio anawakilisha Shetani katika ulimwengu. Haya mapepo ni roho, unless yachukue mwili, lakini yanaishi kama roho. Kwa hivyo yakijitokeza kwako kama Shetani, utatoroka na utakataa. Kwa hivyo kitu ambacho anafanya, anajificha ndani ya watu. Unapigana na adui Shetani, haupigani na watu. Usipoelewa neno hili, utamuona mume wako kama mtenda dhambi mkubwa. Utamuona mume wako kama mkosaji wa mwisho. Utaona mume wako kama ni mtu anayekutesa na ni adui yako. Lakini mume wako si adui. Kumbuka alipokuoa, ulipokuwa unafurahia, alipokuwa anakuita majina matamu, anakuita sweetie, anakuita nini? Wewe kumbuka uliitwa nini? Wengine waliitwa sukari, sugar, wengine waliitwa premende. Sijui kama kuna aliyeitwa avocado, sielewi. Kuna watu ambao waliitwa majina matamu wakati wanafanya uchumba, na wakati anaolewa, wakati ana match kanisani, wakati anaenda kuombewa, kila mtu anajua alikutana na wapi na mke wake. Kumbuka zile miaka ya kwanza, jinsi ambavyo mlipendana. Sasa huyo imefika wapi? Anakuita umbwa. Imefika wapi? Anakuambia haufai. Imefika wapi? Anakuona kama takataka. Kumbe mume wako sio shida. Kumbe mke wako sio shida. Fahamu, shida ni adui Shetani. Yeye ndio analeta vita. Na ni vizuri wa Kristo tufahamu ya kwamba adui ndio anatupiganisha. Tusiwanze kufuatilia watu na kupigana na watu. Watu sio shida. Shida ni adui Shetani. Kwa hivyo leo ninakusihi uelewe, Yesu anatafutwa na Herode, lakini katika ulimwengu wa roho anayemtafuta ni joka jekundu. Kumbe joka amemwingia Herode ili afanye kazi yake. So Shetani anawaingia watu wafanye kazi yake. Hata ukiona kama amekutusi, ukiona kama amekupiga, ukiona kama anakuangalia kama haufai, fahamu sio yeye, ni kile kitu ambacho kiko ndani yake. Ndicho kinacholeta vita. Hicho kitu ndicho kinachosababisha vita. Hicho kitu ndicho kinacholeta hasira. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, elewa, vita havijaletwa na mwanadamu. Vita vimeletwa na adui Shetani. Wakristo wote tukielewa neno hilo, hakutakuwa na vita. Mtu atakuleta vita, wewe utaingia kwenye maombi. Utafahamu sio huyo anayekupiganisha, ni Shetani anakupiganisha. John akikuja kwako, amekukasirikia, anataka kupeleke mbio, wewe pita, utafahamu shida sio John, shida ni yule pepo aliye ndani yake. Unajua hata wakati Petero anaambiwa na Kristo kwamba rudi nyuma we Shetani, ingekuwa ni leo watu wangesema Yesu amemuita Petero Shetani. Lakini Yesu alifahamu sio Petero kikwazo, lakini Shetani
shetani aliyemuingia ndiye kikwazo. Ikabidi Yesu amkemee shetani ambaye alikuwa amemuingia Petero. Kwa hivyo ninakusihi leo, jifunze kujua ya kwamba anayekupiganisha sio mwanadamu, anayekupiganisha ni adui, anaitwa joka jekundu. Biblia inaendelea kusema mstari wa 6 pale, yule mwanamke akakimbilia nyikani. Sikiliza mpendo, wakati ndoto imetokea, Mungu anamwambia Yusufu afanye nini? Aende Misri. Misri ni wapi? Ni nyikani. It's a desert. Pale ni nyikani. So wakati kwa mfunuo Biblia inazungumzia nyikani ni hali ya rohoni, nyikani. Lakini kwa Mathayo tunaambiwa Misri. Nyikani yani kuna ukavu wa kiroho. Na ukweli Misri kuna ukavu wa kiroho, maana dini ambazo zinapatikana pale si wa Kristo. Inamaanisha mambo ya rohoni hayawafahamu. Mambo ya rohoni wako mbali, wako nyuma sana. So ni nyikani, wako katika nyika. Haleluya. Elewa leo pale ni nyikani. So Kristo akiwaambia Yusufu akiambiwa enda Misri, kumbe ni pale ambapo walishaagizwa katika roho kwamba Yesu atafichwa nyikani, mahala ambapo Mungu amepaandaa ili aweze kukaa muda gani? Sikiliza Ufunuo inasemaje? Ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Siku 1260. Ukipiga vizuri hesabu, angalia 1260, 1260. Ukigawa hiyo na 360, utakuta ni miaka 3.5. Na nielewa mpendo, hiyo ni miaka 3.5. Ndio Kristo aliyokaa wapi? Misri. Yesu amekaa Misri miaka 3.5. Na hiyo inapeano namba iko hapa kwa zile ambazo siku hizo ambazo Ufunuo unataja. Biblia inasemaje? Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sasa hapa Herode anapigana na Yesu, lakini mbinguni ni malaika wanapigana na joka. Na Mungu kwa kupitia ndoto anazungumza na Yusufu. Sasa Biblia inasemaje? Nao hawakushinda wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi. Unaona? Biblia sasa inamtambua kabisa. Huyu joka tunayemzungumzia anaitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Biblia inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mwana kondoo nao wakamshinda. Hiyo 11 tasoma baadaye. So sikiliza mpendo, kumekuwa na vita mbinguni, Shetani anapigana na malaika. Na ukweli ukiona duniani ni Herode anamtafuta Yesu, lakini sasa malaika kupitia kwa njia ya ndoto wanazungumuza na Yusufu na wanamtorosha, wanampeleka Misri kumtunza pale. Na Biblia inasema baada ya muda huo aliokaa Misri miaka 3.5, Biblia inasema kwamba rudi sasa, rudi Uyahudini. Kwa nini? Waliomtafuta wamekufa. Yaani Shetani ameshindwa. Herode amekufa sawa, lakini katika ulimwengu wa roho malaika wameshinda vita. Na hapa duniani Herode anakufa. Ndio maana Biblia inasema kwamba waliomtafuta amefanya nini? Amekufa. Na ukweli ndipo sasa Yusufu anabeba mtoto na mamaye wanarudi pale. Sikiliza mpendo, mfano sio huo tu.
Mtu anaweza akasema yawezekana mfano ni huo mmoja tu. Sikiliza, mambo yanayofanyika, mambo ya rohoni, mambo ya mwilini, yani yanaanza na roho. Hayaanzi na mwilini, yanaanza na rohoni. Yanaanza na rohoni kwanza, ndipo yanaenda mwilini. Nikisoma pale Kutoka 12 nataka uone kwamba hata mapigo yale mapigo 10 ambao Mungu amewapiga wa Misri nayo ilikuwa vita vya kirohoni, vilikuwa vita vya roho. Ilikuwa ni Mungu anaangamiza ile miungu ya Wamisri. Maana Wamisri walikuwa na miungu 10, walikuwa na miungu 10, na ule mungu wa 10 alikuwa ni mungu gani? Ambaye ni Herode mwenyewe. Kulikuwa na mungu wa damu, kulikuwa na mungu wa chura, kulikuwa na mungu wa chawa, kulikuwa na mungu wa inzi, kulikuwa na mungu wa wanyama, kulikuwa na mungu wa majipu, kulikuwa na mungu wa niseme nini, haya mawe haya yanayopiga wakati wa mvua. Kulikuwa na mungu ambaye alikuwa anasimamia mawe ama alikuwa anasimamia mvua. Kulikuwa na mungu wa nzige, kulikuwa na mungu wa giza, na kulikuwa na mungu wa mwisho, mungu wa ambaye ni Farao. Farao aliheshimika na alihesabika kuwa ni miungu yani. Nikisema mungu simaanishi mungu aliye hai, lakini namaanisha miungu. Unaona? Sasa walikuwa na miungu 10. Na zile vita, yale mapigo 10 wa Misri waliopigwa, ilikuwa Mungu ana deal na kila miungu ya Kimisri. Akaanza na miungu ya damu, akaingia kwa miungu ya chura. Unaona? Alikuwa na deal na miungu moja hata mwingine, mungu moja hata mwingine. Mungu wa Misri alideal nao wote 10. Biblia inasema pale Kutoka 12:12 ya kwamba maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Unaona? Atafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Kwa hivyo vita ambavyo wa Misri walikuwa wanaona kwa kawaida, mapigo walioona, maana waliteseka, walienda kutafuta maji, wakakuta maji yote yamekuwa damu. Mito yote maji yamebadilika, yamekuwa damu, ili Mungu awaonyeshe miungu yao haina uwezo, haina nguvu ya kufanya chochote. Unaona? Biblia inasema kwamba chura wakajaa. Pigo la pili, chura wakajaa kila mahala, na hawakuwa na uwezo wa kurudisha hao chura. Mpaka Farao akamuita Musa, njoo urudishe chura. Musa akainua fimbo na chura wakarudi mahala pao. Kukakuja na chawa, kila mtu akaliwa na chawa. Unajua chawa ni kamdudu kadogo ambako hata hakapatikani kwa nyumba za wakubwa matajiri. Chawa hapatikani pale. Kwa sababu gani? Wanatumia sabuni ambazo zinaua chawa. That's number 1. Matajiri hawapendi uchafu, chawa wanapenda uchafu. Alafu pia wanakuaga na sabuni ambazo zina marashi ambayo chawa haiwezi kavuka. Kwa hivyo si rahisi kupata chawa kwa tajiri. Lakini pale Misri mfalme chawa wakapatikana. Just imagine, chawa ndani ya mfalme anajikuna, anateseka, mpaka wakasema hiki ni kidole cha Mungu. Kidole Mungu alikuwa anapigana na ya Kimisri. Kwa hivyo yale ya wa Misri yameanzia ni Mungu ana yao, lakini kila nani wanateseka? Wanateseka. Yaweza wewe kuna mapigo yanakupata sababu tu umekatalia wa giza. Kutafuta, anataka kuonyesha hiyo miungu nayo yaabudu haina maana yoyote, na kwa sababu unapata mapigo kama mapigo. Nimekuja kukueleza leo ili uweze kufunua macho. Bwana afungue macho yako, moyo wako uweze kuelewa
unavyovipitia ni vya rohoni. Vita vyote rohoni, mambo yote yanaanzia. So mpendo, aelewa, yawezekana unayoyapitia ni ya rohoni. Wanateseka hawajajua kwa sababu ya miungu ya nzige, giza, miungu ya damu, ya chawa, miungu ya unaona, miungu ya mawe ya mvua, miungu ya hiyo miungu yao, chanzo cha mapigo wamepata. Kabla jambo halijafanyika kwa kawaida, huwa limefanyika katika ulimwengu wa rohoni. Ninaomba ulize, ni kwa nini jambo fulani kwa maisha yako? Yawezekana mambo yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho yamekufunga, ndio maana sasa ulimwengu wa mwili wewe unawezeka usiku wa ulali, yambuka na roho wa umaskini, sumbuka, hauna unakuta mtu amejitenga. Hata unasukia mtu ameitwa jina la babu yake, jina aliyeaga, wanasema jifanana, ameitwa na amefanana hilo jina. Kwani katika ulimwengu wa roho it is already commanded, anayeitwa jina hilo ataishi. Sasa wewe unaishi maisha. Kwa nini? Ulimwengu wa roho mua. So leo elewa, vita vya mwilini vinaanza roho. Leo jua wote piganisha sio eti wametumwa na adui shetani hivyo. Na leo nimesema nina chanzo, ndio maana ninakusihi tazama kwa maisha yako, chanzo ni nini? Unayoyapitia ni nini? Yesu hapa kufukuzwa na Herode, kana kutafutwa na Herode, lakini roho ni joka ambaye ni ibilisi anamtafuta kummeza. Nimekuonyesha wa Misri wanapigwa mapigo 10. Kumbe Mungu anawapiga taka kutesa wanadamu, lakini kwa sababu wamekataa kuachana na miungu na hukumu miungu 10, na miungu haiwezi isipokuwa muzi. Leo huyu Mungu anzi rohoni, basulu kama mateso salimi mwilini ya fanya tika okay ale mania fanya wa kimya ya Bwana.